Leo tunatathmini nini hasa kwenye malezi na makuzi ya watoto? Na leo nilitamani sana tuweze kwenye hiyo kumlea mtoto katika njia ipasayo. Nikatamani sana tumulike malezi kwa watoto wa kiume, kwamba zama hizi tumekuwa na changamoto kubwa sana kwenye malezi ya watoto. Ni changamoto, lakini watoto wa kiume pia kuna umakini unahitajika. Zamani mtoto wa kiume alikuwa analindwa sana, mtoto wa kike, lakini sasa hivi ni kama vile upepo umebadilika. Kwa kama upepo umebadilika, kwamba tunaona kwamba huyu mtoto wa kiume pia naye anatakiwa atazamwe. Kwa sababu ukitazama sasa hivi mtoto wa kiume anavyokuwa anakuwa, kuna namna ni kama vile anaachwa ajilee mwenyewe. Mtoto wa kiume anatakiwa asionyeshe hisia, asifanye nini. Kwa hiyo unajikuta kwamba ni kama vile tunasema ni autopilot. Mtoto wa kiume ameachiwa akue kwenye autopilot mode, kwamba ni yeye atakuwa hivyo hivyo, anaenda. Kwa hiyo imekuwa si sawa. Kwaone katamani kwamba tuone basi ni namna gani huyu mtoto wa kiume anaweza akalelewa na akakuwa na akafikia ule utimilifu ambao tunaona sasa kwamba huyu ni mwanaume ambaye anategemewa. Kwa sababu ukisoma kwenye Biblia, nadhani ni kwenye kitabu kimoja, ni Daudi wakati anafariki alikuwa anamwambia mwanae Suleiman, anaambia, mwanangu, jitahidi kujionyesha wewe mwanaume. Kwa hiyo ukitazama hayo maneno ya mfalme Daudi, anamwambia mwanae jionyeshe kuwa mwanaume, kwa anajaribu kumuonyesha kwamba wanaume ni zaidi ya kuzaliwa na viungo vya kiume. Anaambia jionyeshe kuwa mwanaume, kwa kuna namna ambayo mwanaume anatakiwa ajionyeshe. Lakini sasa huyu mwanaume ambaye tunatamani ajionyeshe hatokei tu maybe labda tu by osmosis, manake ni mchakato, anaandaliwa ili kesho kutwa atakitazama namba yes, huyu ni mwanaume. Na sasa hivi kumekuwa na wimbi kubwa ambalo unakuta kwamba watoto wengi sasa hivi unakuta wamezaliwa labda na hawa masingle mother. Kuna masingle mother by choice na kuna wengine by circumstance, lakini the fact that umemzaa huyo mtoto, manake bado atahitaji malezi. Anahitaji malezi, kwamba haimaanishi kwamba mama hafai katika malezi, lakini tunasema kwamba kuna namna nature itamhitaji mtoto wa kiume aweze kupata malezi ya kumkuza yeye kama mwanaume. Kwa sababu mtoto akishazaliwa kwenye miaka 0 mpaka 6, 7 pale anaweza akalelewa vizuri na mamake, lakini anapofikisha miaka 7 lazima sasa pale malezi yaongezeke, malezi mengine. Kwa hiyo anahitaji malezi mengine. Ni kweli kuna wengine wanashangaa labda hana wazazi, anashangaa labda baba alifariki, au labda mwingine ndio hivyo, hao ndio watoto wa single mother. Lakini mtoto wa kiume anatakiwa ajifunze wanaume kutoka kwa baba mwenyewe, kutoka kwa fatherly figure au kutoka kwa mwanaume. Kwa hiyo the fact that kwamba maybe huyu mtoto analelewa na wazazi wa pande moja au labda ni mama peke yake, inahitajika kwamba mtoto wa kiume anatakiwa ajifunze kwa mwanaume kutoka kwa mwanaume, kwamba mwanaume anatakiwa ufanye 1, 2, 3. Kwa hiyo ni muhimu sana kwamba huyu mtoto alelewe na male figure. Male figure anaweza kaa ni mjomba, anaweza kaa ni babu, anaweza kaa ni nani, at least katika maisha yake aweze kuwepo kwa ajili ya kuweza kumshape, kwa ajili ya kuweza kummold, ili sasa aweze kukaa sawa, kwamba kesho kutwa sasa tunaposema kweli huyu ni mwanaume, basi ataonekana ni mwanaume. Kwa cha kwanza ni hicho, kwamba mtoto wa kiume akishafikisha miaka 7 na kuanza kuendelea mbele hapo, anahitaji role model ambaye ni mwanaume, ili amuonyeshe wanaume tunaishi vipi. Kwa sasa katika maeneo mbalimbali ambayo tunaweza kuangalia sasa, kwamba akishafikisha umri huo sasa anaanza kupewa, anatambulisha kwamba mwanaume ni majukumu. Kwa majukumu haya ni nini, anaanza kufundishwa kwa vitendo. Tumesema watoto mara nyingi sana wanaona kwa vitendo. Kwa hiyo akishafika umri huo wa miaka 7, nini anatakiwa afanyiwe huyu mtoto? Ni pamoja na kupewa majukumu ambayo kwa namna moja ama nyingine anaweza kaisaidia ile familia na jamii inayomzunguka. Kwa kipindi hicho anaweza akapewa baadhi labda ya mimea aweze kuitunza, kama maybe ni miti ya matunda akakaa nayo pale. Kama ni mifugo anaweza kapewa mbuzi akawa anazisimamia, au akapewa kuku, kwamba baada ya muda fulani anaanza kuona kile alichokifanya, ule mchango wake unaanza kuonekana. Kama ni kuku, baada ya miezi 6, miezi kadhaa, kuku anaanza kutaga mayai na watu wanafurahia yale mayai kutokana na ule utunzaji
utunzaji wake. Kwa unaanza kumfundisha kwamba wewe mwanaume unatakiwa niwe ni mtu wa majukumu na jamii na kutegemea, na mwisho wa siku kama labda maybe ametunza labda ni mazao labda ni matunda, kwamba kipindi fulani sasa labda imefika labda msimu kama huu wa sikukuu alishapanda mti fulani labda wa matunda kwa kipindi fulani, amekuwa na kama miaka 7 labda baada ya miaka 3 mingapi kuna miparachichi inazaa mapema au miti fulani yote ya matunda, baadaye wanakula watu kwenye sikukuu kwa sababu ya jasho lake. Kwa anaanza kuthamani kwamba okay, kumbe mimi ninahitajika na mimi nina mchango. Kwa hiyo ni muhimu sana aanze kupewa majukumu, anapewa hayo majukumu ambayo yanaweza kawa yanaleta faida kwa jamii inayomzunguka. Ndio maana nimesema anaweza kapewa mifugo ya kutunza, anaweza kapewa mimea akaendelea kuiangalia, kwa sababu ukiangalia kutoka kwenye mwanzo hata Adamu alipewa na Mungu kazi ya kwanza. Kwa hiyo kazi haikuwa adhabu. Adhabu ilikuja kula kwa jasho. Kula kwa jasho ndio ikaja kuwa adhabu, lakini kazi ni Mungu alimpa mapema kabisa kuitunza na kuipalilia bustani. Kwa hiyo tunavomtazama, tunavoangalia malezi kwenye kipindi chetu, maka tunaangalia watoto katika muundo, Biblia inazungumza nini katika hawa watoto. Kwa hiyo ni muhimu sana. Lakini kipengele kingine ambacho ni muhimu sana ambacho mtoto huyu wa kiume anatakiwa akuzwe ni namna ya kuhandle hisia zake. Namna gani anaweza akakabiliana au akaweza kukabiliana na hisia. Ni kweli tumesema kwamba kabla ya kuwa mwanaume wewe ni binadamu. Binadamu utakumbana na vitu ambavyo kwa namna moja ama nyingine vitaibua hasira, vitaibua vitu mbalimbali kuonyesha hisia zako. Ukisoma kwenye Biblia kuna wakati Yesu mwenyewe watu walimuudhi, Yesu mwenyewe akakasirika. Yesu ilikuwa ni nyumba ya ibada, watu wamegeuza pale, wanapiga dili zao pale, beba, watu wanabadilisha fedha, watu wanauza nini na nini. Ingekuwa labda ni leo unakuta kama pale Kabwe wateja bagia kwa bagia zinauzwa hekaluni. Yesu kama you guys, hii ni nyumba ya Baba ambayo haikutakiwa ifanyiwe vitu vya namna hii. Kwa baadaye ukuta Yesu akawa amekasirika. Lakini kuna sehemu kabisa Biblia inazungumza kwamba kuna sehemu Yesu alilia. Na ni mstari umejitosha, Yesu alilia. Imetosha hapo kwamba Yesu alikuwa ni binadamu kweli na mwanadamu kweli, kwamba Yesu alikuwa na hisia. Lakini kuwa na hisia ni swala moja, lakini sasa ni namna gani mtoto wa kiume anaweza kahandle hisia zake. Kwamba kuna namna ambavyo labda wakina mama au wanawake wanazihandle hisia zao, na sisi wanaume kuna namna tunatakiwa tuzihandle hisia zao. Mara nyingi sana imezoeleka kwamba wanaume tumeambiwa kwamba tukomae. Mwanaume unatakiwa ufiche hisia. Ukomae kiume. Unaambia mwanaume komaa, jikaze. No, kujikaza ni swala moja, lakini kuonyesha hisia hutakiwi usuppress zile emotions zako, kwa sababu ukizisuppress zile emotions kuna namna zitatoka kwa namna nyingine, zikatoka kwa njia ambayo si nzuri. Sometimes zingine zikapelekea mpaka magonjwa. Sasa hilo nanye ni somo jingine. Kwa hiyo ni muhimu sana sasa huyu mtoto wa kiume afundishwe namna gani wanaume tunaweza tukahandle hizo hisia zetu. Tunasema mwanaume ni kweli kuna wakati mwingine mambo yakikukabili unatakiwa ulie, lakini hautaki kulialia. Kulia ni swala moja, lakini kulialia ni maana yake unataka kuonewa huruma. Mwanaume hutaki kuonewa huruma, maana yake baada ya mwanaume anatakiwa ujikaze, upambane. You can show your emotions, lakini unazionyesha wapi? Onyesha hisia zako, tafuta eneo, jifiche, lia kiume. Baada ya hapo amka, nyanyuka, mambo yanaendelea, kwa sababu mwanaume hutaki uonewe huruma. Manake wewe unatakiwa ufanye vitu ambavyo sasa jamii ikuone kwamba hata kama ni jambo la kufanya nini, lakini at the end of the day bado watakuhitaji wewe ufanye kitu. Ndio maana nimesema kwamba mwanaume anafundishwa majukumu, kwa sababu yeye Biblia inamtazama mwanaume kama provider. Na ukitaka kujua hilo, kuna bwana mmoja akawa anaongea tu kama uchesha, anasema kwamba yani mwanaume, yani wewe popote pale ulipo, ni wewe unadaiwa kuprovide. Anaambia inategemea. Unaweza kukuta kwamba siku hiyo umetoka gerezani, mke wako anambia umeniletea nini? Mimi nilikuwa kifungoni, nimekuletea nini? Kwa sababu still bado ile nafasi yake yeye bado ataihitaji kwamba no, you are a man. Kwa hiyo ndio maana ukuta hata Daudi anamwambia mwanangu, jionyeshe kuwa mwanaume. Lakini kingine ambacho nilikuwa natamani kwamba pia huyu mtoto sasa ajifunze sasa kutoka kwa mwanaume, kwa baba yake, au kutoka kwa male figure. Nimesema kwa sababu sio wote wanaweza kuwa naishi na kina baba, lakini kwa sababu tu haishi na baba haimaanishi kwamba hakuna access ya wanaume wengine ambao wanaweza kutusaidia kumlea huyu mtoto. Kama ambavyo nimesema sasa hivi kuna wimbi kubwa la wa single mothers, lakini ukiangalia nchi yetu lakini at least ina afadhali. Ukienda kwa nchi za jirani, kwa mfano kama Nairobi, kwa nadhani kwa Afrika kwa ujumla, sio kwa ukanda, yani ni kwa Afrika. Nairobi ndio inaongoza kuwa na single mothers wengi
kupita maelezo. Sasa imagine huyu single mother anatengeneza mtoto wa kiume ambaye hajaandaliwa kwa mwanaume. Kesho kutwa lazima tu kuna gap, kuna ombwe litaonekana. Ndio maana unakuta sasa baadaye leo tunakuja tunapambana na ndoa nyingi zinavunjika kwa sababu huyu mwanaume hajajifunza kwa mwanaume. Kwa hiyo anaonyesha kuna namna anafikiri au ana passive vitu kama mwanamke kwa namna hiyo, kwa namna moja ama nyingine. Kwa nini? Kwa sababu hakuwa na role model ambaye kama kielelezo, mtu ambaye amesimama mbele yake kumuonyesha wanaume ni nini na mwanaume anatambulika kwa vipi. Kwa sababu asipoambiwa hivyo, ndio hiyo unakuta kwamba mwanaume utaki kuambiwa mwanaume unakueje na mwanamke, kwa sababu mwanamke hajawahi kuwa mwanaume. Na bwana mmoja akasema kwamba akasema hivi wanawake wanaelewa nini? Akasema wanawake wanalalamika wanafanya nini na nini. Akaambia ni kweli wanawake wanalalamika ni kwa sababu wanakulalamikia labda wewe unaona kambili haufanyi kwa hivyo, hautaki kufanya hivyo kwa sababu wenyewe hawajawahi kuwa wanaume. Unaona? Na wewe sometimes unajikuta kwamba nini, kwa sababu inahitajika, unatakiwa ufanye hivyo, na usipofanya lazima tu nature itakuhitaji. Lakini kingine ambacho nadhani ni muhimu, huyu mtoto afundishwe ile tunasema mahusiano na Mungu, kwa sababu kibiblia mwanaume ndio anatakiwa awafundishe watu imani. Yani wewe kama baba, kama kichwa, wewe ndo unatakiwa ufundishe imani. Ufundishe imani. Na ndio maana kuna sehemu pia kwenye Biblia, nadhani ni nani, nimeshasahau sijui ni eneo gani, ambapo mtu anawaambia usimwache Mungu wa baba yako. Yani Mungu wake. Kwa yule baba ameshatembea na Mungu wake. Kwa hiyo anavyokaribia kufa anamuasa kijana wake kwamba Mungu ambaye mimi nimetembea naye na usimwache. Lakini pia hata Yoshua anawaambia, na jamani, chagueni leo mtakayemtumikia, lakini mimi na nyumba yangu, maana yake kama ameshamaliza mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Kwa maana yake yeye kama ameshatimiza, kwa kama ametimiza maana yake, na ndio maana yeye kama Yoshua kama mwanaume, kama male figure, anaanza kuonyesha kwamba mimi na nyumba yangu, maana yake ameshatimiza majibu yake, majukumu yake, kwamba nyumba itaweza kusimama vizuri kwa sababu baba amesimama vizuri na akasimama kwenye nafasi yake. Wengine wanasema sijui happy wife, happy life, lakini nadhani kwamba akiwepo baba ambaye anajitambua na akasimama, nadhani haya mambo mengine yote yanaweza kukaa vizuri. Kwa hiyo ni muhimu sana kwamba watoto, kama ambavyo nimezungumza, kwamba watoto wa kiume pia wafundishwe kumjua Mungu kikamilifu. Mungu ni nani? Wafundishwe masuala mazima ya imani. Kwa baada ya pale sasa yeye anaweza kaa kwenye nafasi, na imekuwa imezoeleka unakuta kwenye familia nyingi au leo kwenye maeneo mengi, ukiona baba amelega, watoto watakimbilia kwenye imani ya mama. Kuna familia ambazo labda unakuta baba na imani tofauti. Kuna zile ndoa za mseto, baba na imani fulani, mama na imani tofauti. Kwa hiyo kama baba hajasimama vizuri, hapati muda mzuri wa kukaa na watoto, unakuta watoto mara nyingi sana watakimbilia imani ya mama. Kwa haimaanishi kwamba mama ana ushawishi mkubwa, ni kwamba baba hakukaa kwenye nafasi yake. Kwa kule kutokukaa kwenye nafasi yake, anajikuta sasa kwamba ile nafasi sasa mama ameichukua na ameiweka kwa namna nyingine. Kwa hiyo ni muhimu sana mwanaume kuwa na mahusiano binafsi na Mungu, kwa sababu usipofanya hivyo inakuwa ni rahisi sasa kwamba hata watoto wakajikuta kwamba hawaelewi kipi cha kukiamini, na mwisho wa siku hata jamii inayofuata. Kwa hiyo kwamba tunavyomuandaa mtoto, manake tunamuandaa baba wa kesho, tunamuandaa mwanaume imara wa kesho. Leo hii tukiona kwamba kusema wanaume siku hizi hamna wanaume, manake kuna wakina baba kizazi cha nyuma hawakukaa kwenye nafasi zao, hawakusimama kwenye misingi hiyo. Ndio maana sasa tunakuwa na kizazi ambacho kutoka kuna wanasema wanaume wale wanalega, manake kuna baba, kuna male figure somewhere alikuwa amepotea. Kwa hiyo ni muhimu sana huyu mtoto wa kiume apate malezi kutoka kwa male figure, apate role model kutoka kwa male figure, afundishwe majukumu na uwajibikaji, kwa sababu yeye kama mwanaume ni provider. Lakini pia kitu kingine ambacho mtoto wa kiume anatakiwa afundishe namna ya tunasema ni self defense, namna gani ya kujilinda. Sio afundishwe ili akapigane na wengine, lakini namna gani ya kujilinda, kwa sababu mwanaume pia ni protector. Kwa kama ni protector, huwezi kujiprotect kama we mwenyewe haujui skills za namna gani ya kujiprotect, kwa sababu kuna mazingira unaweza kuwa exposed kwenye mazingira fulani ya hatari. Kwa katika ile mazingira ya hatari ujue ni namna gani ya wewe kuweza kujikinga, wewe kuweza kuwa salama. Kuna watu wengine ambao sasa wameendelea zaidi, wanawafundisha hadi watoto wao martial arts skills, namna gani ya kuweza kujidefend, na ukiangalia kwenye zile martial arts wanasema ni kwa ajili ya self defense.
Unaona? Sasa ukiingia kwenye sasa hatutamani sitamani kwamba kuambia watu waende sasa deep sana, kwa sababu pia ukienda deep sana au ukienda kwenye extremes za hizo martial arts sometimes utaba kuna imani zingine zinatoka, no, lakini nafundisha tu zile basic kwamba aweze namna gani ya kuweza kujiprotect, self protection. Manake yeye anatakiwa aweze kuprovide security. Kwa hiyo security sio security maybe in terms of pesa, lakini hata security ile ya kawaida. Na ndio maana nilisema kwamba mtoto wa kiume anaaminiwa kwamba yeye anaonekana anatakiwa awe jasiri, awe na ule ujasiri. Sasa ujasiri unatoka wapi? Ujasiri unatokana kwamba umejifunza namna gani ya kujilinda. Na ndio maana unakuta kwa mfano kwenye jamii nyingi za Kiafrika unakuta kina mama wanapokuwa wamekutanika kwenye makutano yao, tumekuwa tukiona bata misibani, unakuta sehemu ya kwenda labda kujistiri, labda vio viko mbali. Kwa hiyo unakuta usiku labda kina baba wengine wako kwenye maeneo fulani, kana tafuta katoto ka kijana kadogo anaweza miaka 5, 6, 7 kawasindikize wakina mama. Kwa nini? Kwa sababu kanaaminiwa kenyewe ni kama ka kiongozi fulani, lakini pia kama kenyewe kanaweza kawa na protection kwamba wewe wasindikize maanti zako, wasindikize shangazi zako. Kwa nini? Kwa sababu huyu kijana tunamuandaa kuwa kiongozi. Kwa kiongozi huwezi kuongoza watu kama we mwenyewe haujui nini ya kupasayo kutenda. Kwa hiyo kama tu kijana, ndio maana nasema kama kijana amelelewa na single mother, kwa maana yake single mother yeye ndo ana provide kila kitu. Kichwani mwake itajengeka kwamba wakina mama ndo wanatakiwa wa provide. Kwa kesho kutwa siju kashangaa tunapata vijana ambao wanataka kulelewa na mishangazi. Mama Rio wanakaa kibao. Kwa nini? Kwa sababu kichwani mwake hiyo kitu haipo, kwa sababu amekuwa akimuona mama yake ndo ana provide, anafanya kila kitu, show zote anapiga mama za kibabe pale. Kwa lakini akishaona kwamba ni kweli mama anafanya, lakini pia mwanaume ndo unatakiwa ufanye haya. Ni kwa nini mama anafanya? Mama anayafanya kwa sababu hana mbadala, lakini haikutakiwa iwe hivyo. Kwa wewe kama mwanaume unao wajibu. Wewe kama mwanaume unatakiwa provide kwa ajili ya familia yako. Wewe kama mwanaume unatakiwa ukatafute, usikae tu yani kama vile kwamba unasubiria kwamba mimi najua kuna kitu cha namna fulani. Na ndio maana kuta sasa hivi kuta vijana mimi mwenyewe nataka na mimi mwenyewe nipewe. Hatukatai kwamba kweli kuna wakati fulani kwenye mahusiano mwanamke anaweza akachangia, lakini hautakiwi uishi kwa pesa ya mwanamke. Kuna ule mfano anasema kwamba kwa mara ya kwanza mwanamke alipomlisha mwanaume ndo tukafukuzwa bustani ya Eden. Kwa hiyo ukiruhusu mwanamke wakati mwingine ndo unachanganya, ndo zinatokea hizo chaos. Kwa hiyo kwamba ukiona kuna chaos zipo kwenye jamii, kuna mwanaume mmoja hajasimamia majukumu yake kikamilifu. Lakini mwanaume akisimamia majukumu yake kikamilifu, basi najua kwamba jamii itabaki salama. Lakini sasa ili jamii ibaki salama, lazima tujikite huku kwenye misingi. Sasa ndio maana mlee mtoto katika njia ipasayo. Katika njia ipasayo sasa ndio tunaangalia sasa hizo maeneo, hizo vitu mbalimbali, vitu gani vya kufanya. Kwa anaanza kujifunza, kwa sababu kuwa provider pia ni pamoja na tunamfundisha masuala ya imani, pamoja pia na kumfundisha utoaji, kwamba Mungu pia anahitaji sisi tuweze kuwa watoaji. Utoaji kwa ajili ya kuweza kusupport sasa ufalme wa Mungu. Manake wewe ni mwana wa ufalme wa Mungu. Manake huu ufalme pale ambapo unaona kumetindika, unahitaji wewe uweze kusupport, usaidie ufalme wa Mungu, usaidie kupeleka injili. Anaanza kujifunza at the very young age. Kwa kisha jifunza hivyo, kesho kutwa tunakuwa tuna hakika kabisa kwamba hii jamii ni jamii salama. Hii jamii ambayo tunaiendea sasa ni jamii imara, kwa sababu tayari tumewekeza kwenye misingi. Kwa hiyo ni muhimu sana tuweze kuwekeza kwenye hiyo misingi, kwa sababu tusipofanya hivyo tutajikuta kwamba tutakuwa na jamii ambayo inakuwa inalega na jamii ambayo haijajikita kwenye misingi imara. Okay, kwa kumalizia, kanisa linapaswa lifanye nini hasa katika malezi na makuzi hasa ya watoto wa kiume? Je, ziwepo program maalum? Naam, nadhani umeliongea vizuri kwamba lazima kuwepo na program maalum, lakini mbali na program maalum kwamba nadhani kina baba wakifundishwa ule wajibu wao hasa wanatakiwa wafanye nini, wasimame katika nafasi zao. Kwa sababu changamoto ni kwamba sasa hivi watu wanafuga watoto, hawalei watoto. Wanafuga watoto kama ambavyo tunafuga mifugo, tunahakikisha mifugo inapata chanjo, inapata chakula na inapata kila kitu, lakini hawapati ile tunasema ile quality time na watoto, kuweza kujua mtoto ana hisia zake zikoje, anaendeleaje, nini vitu anavyopendelea. Kwa unakuta mtoto hadi baba hajui hata mtoto anapendelea nini na kwa nini anakipendelea hicho anachokipenda. Kwa hiyo chochote tunasema kwamba nini, wanasema binadamu chochote anachokifanya manake kuna sababu inayomsukuma ayafanye hayo. Lazima kuna purposeful, yani kuna purpose ambayo inamsukuma ayafanye hayo. Mara nyingi nilikuwa nikifanya kazi na watoto wa mtaani, ukifanya asilimia kubwa ukiwauliza
Ukiwa mkubwa unataka kuwa nani? Most of them wanakuambia wanataka kuwa mapolisi, wanataka kuwa wanajeshi. Kwa nini wanapenda kufanya hivyo? Wanaamini kwamba akiwa polisi, akiwa mwanajeshi, yeye ni untouchable, kwa sababu ameshuhudia ni ukatili mwingi huko mtaani. Kwa anajua kwamba mimi nikiwa mwanajeshi hakuna mtu atanisumbua, hakuna mtu atanifanya nini, ataweza kanidisturb. Kwa hiyo ni mind inamwambia hivyo kwamba mtu gani ambaye hagusikiki kirahisi, ni polisi au mwanajeshi. Kwa mimi nikiwa polisi, kwa sababu baba mkuu akiwa na mapolisi wakiingia mtaa ambao unakimbia, unafanya nini na nini. Kwa sasa ni muhimu sana sasa kwamba wakina baba wale walioko makanisani wakakumbushwa wajibu wao, wakakumbushwa nini wanatakiwa kufanya, hasa kwa watoto wao wa kiume. Lazima ujue, unamwangalia kijana wako yuko sawa, kwamba nimesema zamani walikuwa wanalindwa sana watoto wa kike, siku hizi mtoto wa kiume ndio yuko hatarini sana. Yuko hatarini kupotea. Kwa hiyo kama baba hautengenezi mahusiano, hautengenezi ukaribu na mwanao, hauwezi kujua kitu gani ambacho maybe mtoto wako ame-experience, au kitu gani mtoto wako anapitia, ili uweze kumsaidia. Lakini ukitengeneza ule ukaribu, manake sehemu ya kwanza ya kuamini inakuwa ni kwako. Kwa sababu nilikuwa nasema kwamba zamani wakati tunakuwa tukiwa wadogo, unakuwa unaamini babako anampiga kila mtu, babako ana uwezo wa kufanya jambo lolote lile. Yani hata kama umepigwa na polisi, baba amenipiga polisi, unatamani, unajua babako anaweza kaenda kalipa kisasi na akapiga kila mmoja pale mtaani. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa baba anaenda mwenyewe anajitambulisha kutokana na vile anavyovifanya.